Aliye na masikio ya kusikia asikie. Sikiliza. Biblia inatuambia mahali pale paliposomwa kwamba Yesu, watu wengi walikuwa wanamsonga. Na hawa walikuja kwa sababu mbalimbali. Ikiwemo hiyo moja ya kutaka kupokea neno, wasikilize neno, lakini wapate miujiza ya kuponywa, wengine kula mikate na kadha wa kadha. Tuko pamoja. Sasa walivyomzidi kwa kutokana na hili andiko tulilolisoma, walivyombana sana, akaamua kuingia kwenye mtumbwi. Walikuwa kando kando ya bahari, akaingia kwenye mtumbwi ili wasimbane. Akaanza kuhubiri akiwa kwenye mtumbwi, wao wako nchi kavu. Wao wamesimama nchi kavu, yeye yuko kwenye mtumbwi anahubiri haya maneno. Na ndio akafundisha huu mfano. Akafundisha huu mfano ambao tunaujua sana kama mfano wa mpanzi. Unaitwa hivyo, lakini wengine wanapenda kuita udongo sampuli 4. Nimekuwa nikijiuliza sana kwamba kwa nini ilifikia mahali Yesu akatumia huu mfano wa udongo sampuli 4. Lazima kuna kitu ambacho kilimsababisha Yesu akazungumza habari za udongo sampuli 4. Utaona kwamba injili ya Yesu kama injili zingine leo ilikutana na changamoto za kutopata mapokezi kama ambavyo pengine leo tunakutana na changamoto hizo. Utauelewa zaidi huu mfano wa udongo sampuli 4 ulikuwa na maana gani, na utaona ukweli kwamba ulitokana na Yesu kukutana na changamoto kubwa kwa wale ambao alikuwa anawahubiria, kwa wale ambao alikuwa anawafundisha. Walikuwa hawapokei kama ambavyo alikuwa anakusudia wapokee. Kwa hiyo mfano huu haukutolewa tu kama mfano wa kuwafurahisha watu au kuwaeleza habari za kilimo, kwamba yani Yesu anajua sana agriculture. Hapana. Isipokuwa alikuwa anaeleza tatizo ambalo alikuwa anakumbana nalo katika utoaji wake wa neno. Ndio akatoa huu mfano wa udongo sampuli 4. Kwa hiyo katika udongo sampuli 4 Yesu alitaka kuonyesha nini? Alitaka kuonyesha mioyo ya watu wasipopokea neno. Alitaka kuonyesha, alikuwa hazungumzi udongo, alikuwa anaonyesha. Tutaangalia ufafanuzi wake wa mfano huu. Baadaye Yesu aliufafanua mfano huu. Ni mmoja wa mifano ambayo aliitoa mifano migumu, lakini baadaye akaufafanua yeye mwenyewe. Lakini kimsingi ni kwamba Yesu alikuwa anataka kuonyesha mioyo ambavyo haipokei neno la Mungu. Mioyo ya watu haipokei neno la Mungu. Tutamsikia Yesu mwenyewe wakati anafafanua hapa. Lakini kitu kingine alitaka kuonyesha nini? Alitaka kuonyesha kwa nini watu wote hawabadiliki japo neno ni lile lile. Kwamba neno ni lile lile, lakini watu hawabadiliki. Hicho ndio kitu alitaka kuonyesha pia Yesu katika huu mfano. Mbegu ile ile inadondoka hapa, inaota, inastawi. Mbegu ile ile inadondoka hapa, inanyauka. Mbegu ile ile inadondoka hapa, inafanya kitu fulani tofauti. Ndicho kitu ambacho Yesu alikuwa anataka kuonyesha katika mfano huu. Na kitu kingine ambacho Yesu alitaka kuonyesha katika mfano huu ni kuchochea wapanzi wasichoke. Wale ambao wanapanda neno la Mungu wasije wakachoka kupanda neno la Mungu. Wasichoke. Japo mioyo mingine haipokei, panda, wewe panda. Ipo itakayoweza kupokea. Niende kwenye uhusiano. Sasa tuanze kuangalia ule udongo kando ya njia. Alisema nini ambao unaweza kuuita wayside ground? Ni udongo kando ya njia. Inasema
Ni neno linachukuliwa moyoni mwao na shetani. Kwa ufafanuzi wa Yesu kwamba neno linatupwa moyoni kwako, lakini linachukuliwa na shetani. Hebu nisomee hiyo Marko 4:15. Hawa ndio walio kando ya njia. Walio kando ya njia Lipandwapo neno, nao wakisha lisikia, mara huja shetani akaliondoa lile neno, anakuja analiondoa lililopandwa mioyoni mwao. Kwa hiyo kumbe Yesu aliufananisha udongo na mioyo ya watu. Kwa tafasiri ya Yesu kwamba huu udongo ni mioyo ya watu. Kuna watu ambao neno la Mungu linapandwa ndani yake, analisikia, lakini shetani anakuja kuthubutu kuliondoa kwenye moyo. Kama bado shetani anaweza kuja kuingia moyoni mwako, alafu akachukua neno lililopandwa akalitoa ndani ya moyo wako, ni hatari sana. Yesu aliyasema haya, tuko pamoja, kwa sababu alikutana na changamoto hizo. Kuna watu walikuwa wanafurahia sana mafundisho yake. Kuna watu walikuwa wanabarikiwa sana mafundisho yake, lakini akaona kwamba hakuna matunda yanayozaliwa. Wale watu kesho wakirudi hawana neno lile ambalo aliwaambia jana. Hawaoni kitu chochote ambacho kimefanyika. Yesu haoni kitu chochote ambacho kimefanyika. Kwa nini? Kwa sababu Yesu amesema neno likaingia kwenye moyo, lakini ndani ya moyo shetani akaja akachukua akaondoka nalo. Mwishoni nitakuuliza swali unijibu. Mwishoni nitakuuliza swali na nitaomba unijibu. Kwa kifupi tunaweza tukasema ni kudharau neno. Kuna watu wanalidharau neno la Mungu. Hawalichukulii kwa maana ya lile neno lilivyo. Ukiniambia kwamba shetani amekuja akalichukua neno ndani ya moyo wako, lazima wewe uwe mateka wa shetani. Mimi tu pale kwa nyumbani kwangu pale kuna vikuku vidogo na vikuku vidogo nafuga. Ukiniambia mtu amekuja akachukua kuku wangu akaondoka nao, yani lazima awe mimi ni mateka wake, kwa jinsi ninavyowapenda na kuwajali wale faranga wale. Sasa wewe unawekewa neno. Yesu analiweka neno ndani ya moyo wako, alafu anakuja mtu shetani analichukua na wewe unaangalia. Maana yake ni kwamba lile neno unalidharau, hauna umuhimu nalo, haulichukulii maanani, haulitilii maanani. Ndio maana linachukuliwa neno. Kwa bahati mbaya sana, huu moyo pia unaonyesha kwamba ni mgumu, kwa sababu pale mahali penye njia ilipodondoka zile mbegu ni mahali ambapo wanakanyaga watu. Kwa hiyo neno linakuwa haliwezi kuingia. Na kuna sababu nyingi sana zimefanya mioyo ya watu iwe migumu. Ukiniambia nitaje, ninaweza kukwambia mifano katika Biblia. Wakati ule wa Yesu pia watu walipenda giza kuliko nuru. Watu wanavutiwa sana na vitu vya gizani kuliko vile vya nuruni. Mimi mwenyewe nakumbuka siku moja tulienda kwenye party fulani nikiwa kijana. Wale watu wale ambao walikuwa wanahusika na ile party, niko kijana, nikamwambia bana, sasa chakula kinaliwa hapa, taa zinawaka. Sisi tukamwambia bana, tuchukulie sinia utuwekee kule kwenye kona. Hatutaki kulia pale kwenye watu, tuwekewe kule kwenye kona. Kumbe kwa nini? Tunataka nyama nyingi na vinywaji vingi, tule zaidi ya wale wengine, kwa sababu tukilia hapa tutaonekana tumejaziwa nyama. Kupenda gizani
Ukipenda gizani, lazima kuwe na unafiki, lazima kuwe na uchoyo, lazima kuwe na ubaya wa aina yote, kwa sababu gizani ndiko kunakofanyika mambo mabaya. Sasa mioyo migumu imesababishwa pia kwa sababu watu wakati ule wa Yesu, watu walipenda giza kuliko kuipenda nuru. Yohana 3:19 mpaka 20, naweza kuisoma tafadhali. Yohana 3:19 Biblia inasema, na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakaipenda giza kuliko nuru, ndio kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Ukija kwenye nuru na matendo yako ya ovyo ovyo, utakemewa. Ndio maana watu wamependa giza, kwenda kujificha. Sura ya udongo ambao shetani anaweza kuja kuchukua neno likaondolewa ni ya mtu ambaye yuko gizani. Yani hiyo ujue kabisa moja kwa moja. Yani wala hakuna hata kutetereka kwamba wewe ni mtu uko gizani, umependa giza. Kwa sababu shetani mwenyewe haji kwenye nuru, anachukua vitu gizani. Yeye ndio mfalme wa giza. Kwa hiyo mambo yote ambayo yanafanyika kwenye giza ndiyo yanafanyika katika utawala wake. Hakuna mtu ambaye amekaa kwenye nuru alafu shetani akaja akachukua neno akaondoa. Ni mpaka uwe kwenye giza, ama mguu mmoja, ama shingo, ama kisigino umekiacha gizani. Halo? Tuko pamoja? Kwa hiyo huu ni moyo ambao moja unaonyesha kudharau neno la Mungu, na ni mioyo ambayo inawakilishwa na udongo, na udongo huo kwa ujumla ni watu ambao hawana hamu na neno la Mungu, hawana hamu na kudumu katika mambo ya kiroho. Yeye kama anakuja kanisani, anakuja tu kushangilia na kukaa, lakini hataki vile vitu vya kiroho sana viingie ndani yake, na hata vikiingia vinachukuliwa na shetani. Udongo aina ya pili, huu unaitwa stony ground. Kwa ufafanuzi wa Yesu, ni watu waliopokea neno kwa furaha, ndelemo na vigeregere juu, tena hasa linaposemwa neno la kuwabariki. Halo? Analipokea neno kwa kigeregere na fujo, na ingekuwepo filimbi na nini ingepiga hapa, na anapiga na filimbi. Lakini lile neno alilolipokea linadumu kiasi gani ndani yake, ndio mtihani. Halo? Nilikuwa naangalia takwimu ya vitu ambavyo vinashangiliwa sana wahubiri wanapohubiri. Ni pale ambapo mhubiri atasema, leo utafunguliwa, leo utapona, leo utabarikiwa, wewe una dhambi. Hakuna anayeshangilia akiambia wewe una dhambi, na ndio wanazo. Ile ukimwambia ananuna, anataka umwambie utabarikiwa, utasikia vigeregere ambavyo ulikuwa hujawahi kuviona. Umwambie kwamba utaponywa, leo utaponywa, hautatoka kama ulivyo, utashangiliwa mpaka utacheka. Lakini sawa, anakushangilia hivyo, lile neno linakaa ndani yake kiasi gani? Ndio shida. Yesu alimshangilia sana hapa, na ndio maana akafananisha kwamba hawa mioyo yao wengine kule chini ina mawe, ina miamba. Kwa hiyo huwa wanafurahi tu hapa juu juu, yani furaha au imani ya msimu kama mvua.
anakuwa na imani ya msimu kama mvua, anashangilia tu hapa, lakini ile mizizi haiwezi kwenda kule chini kwa sababu kuna bonge ya jiwe. Ndio moyo huu hapa, moyo wa bonge ya jiwe. Sema bonge ya jiwe. Ndio moyo huu una bonge ya jiwe. Akasema hauna mizizi. Ukipanda mmea wowote mahali ambapo kuna bonge ya jiwe chini, lazima utarajie kwamba mche wowote ulioota pale baada ya siku chache utakufa. Kwa nini? Kwa sababu mizizi haitaenda. Ndio huu udongo aina 4 au udongo sampuli 4 ambao Yesu aliyosema. Wa kwanza ni ule ambao unadharau kabisa ile mbegu, lakini wa pili unapokea ile mbegu, lakini ile mbegu haiwezi kudumu kwa sababu ndani kuna bonge ya jiwe. Kwa sababu ndani mizizi haiwezi kupenya, haiwezi kupata chakula. Hizi ni changamoto ambazo Yesu alikutana nazo wakati anahubiri. Kama hizi changamoto, nitaka kuuliza swali hili. Kama hizi changamoto alikutana nazo Yesu mwenyewe, ambaye alikuwa na miujiza ya ajabu sana, je, leo kwenye kanisa letu hazipo? Kama Yesu alikutana na changamoto hizi, je, leo kanisani kwetu hazipo? Na kama hazipo, nani amezitoa? Zimeondoka lini? Nafikiri Yesu aliondoka mpaka kaziacha changamoto hizi. Halo? Ngoja niseme changamoto za pili, hizi mbili zilizobaki. Udongo wenye mawe, lakini kuna udongo wenye miba. Udongo wenye miba, huyo wa tatu, huu ni udongo ambao una miba. Udongo wenye miba ni udongo gani? Kwa ufafanuzi wa Yesu, wanapokea neno lakini hakuna uzalishaji kwa sababu ya kubanwa na shughuli binafsi. Uzalishaji haupo kwa sababu wamebanwa na shughuli binafsi. Kunakuwa na ushindani mkubwa kati ya neno na mambo binafsi. Neno linataka litoe matunda ambalo limepandwa, lakini pia zile shughuli binafsi na zenyewe zinatoa miba kulichoma lile neno lisizae. Mwisho wa siku linaonekana halina matunda, sio kwa sababu halikuota, hapana, limeota. Sio kwa sababu halikustawi, hapana, limestawi. Shida nini? Miba. Limebanwa na miba. Neno linabanwa na miba, linabanwa na shughuli binafsi, mambo binafsi, biashara, kazi, nini. Vitu vingi vipo ambavyo ni vya kwake binafsi, vinalibana neno, linakuwa halistawi, haliwezi kustawi kwa maneno ya Yesu. Kwa hiyo udongo huu unawasilisha watu wenye wasiwasi mwingi kwa biashara, mali, faida zao kulinganisha na neno. Anakuwa na mambo mengi sana yanayomhusu badala ya kulitafuta neno. Udongo mzuri. Oh, very good. Udongo mzuri ni ule udongo wa mwisho ambao kwa ufafanuzi wa Yesu anasema kwamba wanalisikia neno na kulipokea kwa heshima, kwa unyofu na wema wa moyo. Hebu isome ile Luka 8:15. Inasemaje? Luka 8:15. Tuone wanavyolipokea hili neno. Lakini linapopokelewa hili neno sasa linazaa 30, 60 na 100. Nataka nije nikwambie kwa nini hili neno linazaa 30, 60 na 100. Na hii 30, 60 na 100 ina maana gani? Soma pale 8:15 Luka. Inasema, na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu wa wema wa mioyo yao, kwa unyofu wa wema wa mioyo yao ulisikia neno, wanalisikia neno na kulishika, kisha uzaa matunda kwa kuvumilia. Yes, wanazaa matunda kwa kuvumilia. Nani anatuambia kwamba wanazaa 30, 60 na 100?
lakini huyu anaongeza neno, wanazaa kwa kuvumilia. Hawa ni wale ambao wako kwenye udongo mzuri huu hapa. Halo? Ninaongea na watu wa udongo gani? Darasa hili limejaa watu wa udongo upi kati ya hizi 4? Mimi nafikiri unajijua. Mimi nafikiri unajijua. Mimi naomba usinijibu. Wewe jijibu wewe mwenyewe kimya kimya humu ndani kwamba mimi namba 1 au mimi namba 2 au mimi namba 3. Kwa nini? Nimebanwa sana na shughuli zangu binafsi kiasi hata Biblia ilishajaa vumbi. Sijaisoma ina miezi 7. Namba 3. Namba 2 kwamba nina bonge ya jiwe huku chini huku. Yaani nina bonge ya jiwe, kila wakiwekaga neno hivi nikifika hapo limeshayeyuka, halipo. Kwa nini? Limekosa mizizi ya kuzama kule ndani. Wakiniwekea tu linakwenda. Inawezekana unajijua, lakini mimi nakusihi sana kwamba ili tuweze kuzaa 30, 60 mpaka 100 ni lazima tuwe na udongo mzuri. Haleluya. Mioyo yetu iwe udongo mzuri. Kama mioyo yetu itabaki na ile mioyo, tunaweza tukaomba miaka 200 habari ya utasa ukabaki hapa hapa. Tutaombea sana kwamba hatutaki utasa. Kama tuna mioyo ile, hatutazaa. Ni lazima tuwe ni udongo mzuri ambao utazalisha 30, 60 mpaka 100. Haleluya. Amen. Na tukiweza kuzalisha namna hiyo, Yesu hana tatizo na idadi. Tuko pamoja? Yani hana tatizo na idadi. Tena nafikiri hata ukizalisha 1, yeye atakuhesabu wewe ni mdongo mzuri. Kwa sababu hizi dongo zote hizi 1, 2, 3 hazikuzalisha hata 1. Ila hii hapa ilizalisha kuanzia 30. Yaani udongo ukisha kuwa mzuri hautaanzia 1. Utaanzia 30 na kuendelea juu. Kati ya 30 na 100 Yesu haweki grade. Kwamba wewe ukisha kuwa na 30 wewe ni mzuri. Ukisha kuwa na 40 wewe ni mzuri. Ukisha kuwa na 100 wewe ni mzuri. Ukisha kuwa na 1000 wewe ni mzuri. Hakuna kiwango cha ubora katika uzalishaji. Tuko pamoja? Wewe zalisha vyovyote, lakini uwe udongo mzuri.